Naam, uhari gani mwanafamilia wa Mapro Media, asante sana kwa kuwa sehemu ya channel hii, lakini pia ni kuombe kwa wewe ambaye bado haujaungana nasi kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikijiri na tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, hii ni meza ya kimichezo ambapo tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo, na kubwa zaidi katika meza hii ya kimichezo ni kuhusiana na usajili ambao unaendelea, ambapo Young Africans siku ya jana wameweza kuvunja record tena baada ya kumtambulisha mchezaji nguli na mwenye jina kubwa sana kwa soka la Kiafrika, Peter Shalulile ambaye alikuwa ni mchezaji wa kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns. Peter Shalulile ni miongoni mwa wachezaji ambao wana mafanikio makubwa sana. Ana medali ya dhahabu kwa maana ya ushindi wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia ana medali kwa ajili ya ushindi wa kombe la shirikisho, ana medali za kombe la ligi kuu Afrika ya Kusini zaidi ya 8. Lakini pia Peter Shalulile amekuwa na mafanikio makubwa sana katika mashindano mbalimbali, Toyota Cup kule Afrika Kusini na mashindano mengine ambayo yamempa medali nyingi kweli. Sasa Young Africans wamefanya very big surprise kuweza kumtambulisha Peter Shalulile kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga, na hapa kiukweli pongezi ziende kwa uongozi wa Yanga chini ya Engineer Hersi Said, lakini pia kwa mdhamini mkuu wa klabu ya soka ya Yanga GSM Gharib Said Mohamed kwa kile ambacho kinaonekana kuwa ni maslahi ama ni mafanikio makubwa sana kwa si tu kwa Yanga bali ni kwa soka la Kitanzania. Sasa tunaona kuna timu ambazo zinaweza kucheza battle na timu kubwa kama Mamelodi Sundowns, kama Kaizer Chiefs, lakini pia kama Pyramids, Al Ahly na timu zingine kubwa kuweza kupambania wachezaji katika kipindi cha usajili. Wengi hawakuwa wakitarajia Peter Shalulile kama anaweza kuchukuliwa na klabu ya soka ya Yanga, lakini hivyo tena Young Africans wameweza kumtambulisha na atakuwa ni mmoja kati ya washambuliaji wakali ama tegemezi kwa upande mzima wa timu ya Yanga. Ikumbukwe mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa akitumainiwa sana ambaye ni Clement Mzize kwa sasa amerejea tena kikosini na ameshakuwa anafanya mazoezi pamoja na wachezaji wengine wa timu hiyo. Lakini vile vile si tu Clement Mzize, Dickson Job pia amerejea, lakini ujio wa Peter Shalulile unakwenda kuongeza nguvu kubwa sana kwa klabu ya soka ya Yanga katika ule kuelekea katika ushindani wa nguvu kabisa kwa michezo ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo kama tunavyofahamu Young Africans kwa msimu huu unaoanza atakuwa akiwakilisha Tanzania katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League. Kuwepo na wachezaji kama Peter Shalulile inaongeza nguvu kwa timu hiyo kuweza kupambania na kuonyesha competition kubwa sana kwa ajili ya kushinda taji hilo la ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni hayo tu katika upande wa kimichezo. Tuandikie maoni yako kwenye comment section. Unazungumziaje ujio wa Peter Shalulile ndani ya kikosi cha Yanga? Lakini pia una maoni gani kuhusiana na Yanga mpya ambayo inatengenezwa katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha kubwa? Maoni yako ni muhimu sana, tuandikie kwenye comment section. Usahau kubonyeza neno subscribe, like na kushare video zetu. Asante na kwa heri, tukutane next video.